waheshimiwa mabwana na wajumbe la baraza la Commons. Dunia inayozidi kuwa hatari na yenye misukosuko inaleta changamoto kubwa kwa Uingereza. Mgogoro wa Mashariki ya Kati ni mfano wa karibuni unayoonyesha jinsi usalama wa nishati, ulinzi na uchumi wa taifa unavyoweza kutishiwa. Serikali yangu itakabiliana na hali hii kwa nguvu na inalenga kujenga nchi yenye haki kwa wote. Mawaziri wangu watachukua maamuzi yatakayolinda usalama wa nishati, ulinzi na uchumi wa Uingereza kwa muda mrefu. Watalinda maadili ya Uingereza ya heshima, uvumilivu na kuheshimu tofauti za watu chini ya bendera yetu ya pamoja. Pia watatumia nguvu ya mshikamano na fahari iliyopo katika jamii mbalimbali nchini. Serikali yangu itachukua hatua za haraka kupambana na chuki dhidi ya Wayahudi na kuhakikisha kuwa jamii zote zinajihisi ziko salama. Serikali yangu inaamini kuwa usalama wa uchumi wa Uingereza unategemea kuboresha maisha ya wananchi katika kila sehemu ya taifa. Mawaziri wangu wataunga mkono hatua za kudumisha utulivu wa uchumi na kudhibiti gharama za maisha. Watatumia uwekezaji wa serikali kuimarisha masoko na kuvutia uwekezaji zaidi kutoka sekta binafsi. Serikali itafanya kwa ushirikiano na wafanyabiashara na kuendeleza mageuzi yatakayosaidia ukuaji wa uchumi wa pamoja na haki kwa wafanyakazi. Serikali yangu inaamini kuwa kuboresha mahusiano ya kibiashara ni muhimu kwa usalama na uchumi wa Uingereza, kuongeza ukuaji wa uchumi na kupunguza gharama kwa wananchi. Mawaziri wangu watawasilisha sheria mpya ya kutumia fursa za biashara, ikiwemo sheria ya kuimarisha mahusiano na Umoja wa Ulaya. Serikali yangu itaunga mkono usalama wa uchumi wa biashara za Uingereza. Sheria zitaletwa kushughulikia ucheleweshwaji wa malipo kwa wafanyabiashara na kupunguza mzigo wa kanuni zisizo za lazima kupitia ubunifu. Usalama wa uchumi wa Uingereza unategemea miundombinu bora ya kisiasa. Sheria zitaletwa kuwezesha upanuzi wa viwanja vya ndege, kuharakisha ujenzi wa barabara pamoja na mradi wa Low Thames na kuimarisha maendeleo ya kaskazini mwa England kupitia reli ya North Powerhouse. Mawaziri wangu wataendelea kuchukua hatua zote muhimu kulinda uzalishaji wa ndani wa chuma. Serikali yangu pia itaendelea kuimarisha usalama wa taifa kwa kuwekeza katika huduma za umma. Mawaziri wangu wataendeleza mageuzi makubwa katika jeshi la polisi, huduma ya afya ya taifa, NHS na mfumo wa haki jinai ili kutoa huduma bora zinazotarajiwa na wananchi. Sheria zitaletwa kuongeza imani katika mifumo ya uhamiaji na hifadhi. Serikali yangu itaboresha miundombinu muhimu kwa kuleta sheria za kusafisha sekta ya maji na kuanzisha shirika la Great British Railways. Serikali yangu inaamini kuwa Uingereza inapaswa kuwa nchi yenye haki kwa wote, ambapo kila mtoto ana nafasi ya kufikia ndoto kubwa za taifa. Mawaziri wangu wanaamini kwa kila mtoto anastahili nafasi ya kufanikiwa kulingana na uwezo wake bila kuzuiwa na umaskini, mahitaji maalum ya elimu au kutothaminiwa kwa elimu ya ufundi. Mawaziri wangu wataendelea kuwekeza katika mafunzo ya ufundi stadi na hatua za kupunguza ukosefu wa ajira kwa vijana. Pia watafanyia kazi mapendekezo ya Melbourne Review na Thames Review pamoja na kuendelea kuboresha mfumo wa ustawi wa jamii ili kusaidia vijana na watu wenye ulemavu kufanikiwa kazini kama msingi wa usalama wa kiuchumi wa muda mrefu. Sheria italetwa kuboresha viwango vya elimu mashuleni na kufanya mageuzi makubwa katika mfumo wa elimu maalum. Mawaziri wangu pia wataanzisha mfumo wa utambulisho wa kidijitali, yani digital ID, ili kurahisisha upatikanaji wa huduma za umma. Pamoja na huduma bora za umma na uchumi imara, viwango vya juu vya uaminifu katika ofisi za umma ni muhimu kwa mshikamano wa jamii na usalama wa taifa. Serikali yangu italeta sheria Hillsborough ambayo itaweka wajibu wa uwazi kwa watumishi wa umma. Mawaziri wangu pia watawasilisha sheria ya kuondoa baadhi ya ulisi kwa vyeo vya kifalme vinavyolisishwa. Serikali yangu italeta mapendekezo ya kuimarisha utoaji wa huduma, uwajibikaji, ubunifu na
na ufanisi katika utumishi wa umma. Mapendekezo haya pia yatasaidia kulinda kutokuwa na upendeleo wa maadili ya msingi ya utumishi wa umma ili kuongeza imani kwa taasisi za kiserikali. Serikali yangu italeta sheria ya kuharakisha ukarabati wa nyumba zenye vifaa vya nje visivyo salama pamoja na rasimu ya sheria kupinga marufuku vitendo vya kulazimisha watu kubadili mwelekeo wao wa kijinsia. Katika dunia hii yenye misukosuko, serikali yangu itaendelea kufuata sera ya mambo ya nje inayotegemea maslahi ya taifa. Itaendelea kuunga mkono wananchi wa Ukraine wanaopigania uhuru wao. Mawaziri wangu watajitahidi kuboresha mahusiano na washirika wa Ulaya kama hatua muhimu ya kuimarisha usalama wa bara la Ulaya. Serikali pia itaendelea kuhimiza amani ya kudumu Mashariki ya Kati na suluhisho la mataifa mawili kati ya Israel na Palestina. Serikali yangu itaendelea kuheshimu kikamilifu ahadi yake kwa NATO na washirika wake, ikiwemo kuongeza matumizi ya ulinzi kwa muda mrefu. Serikali yangu itatafuta kuimarisha usalama wa muda mrefu wa nishati, ulinzi na uchumi wa Uingereza kama msingi wa nguvu ya dunia. Hii itajumuisha pia suala la makazi ambalo limekuwa chanzo cha changamoto kwa wananchi wengi. Mawaziri wangu wataleta sheria za kuongeza uwekezaji kwa muda mrefu katika nyumba za kijamii na kurekebisha mfumo leasehold, ikiwemo kuweka kikomo cha kodi za ardhi. Serikali yangu italeta sheria za kukabiliana na tishio linaloongezeka kutoka kwa mataifa ya kigeni na mawakala wao. Pia watachukua hatua kufuatia shambulio la kutisha la Southport ili kuwalinda wananchi dhidi ya vurugu kali na kuheshimu waathirika pamoja na familia zao. Mawaziri wangu pia watawasilisha sheria ya kuimarisha ulinzi dhidi ya vitisho vya usalama wa mtandao. Serikali yangu itaunga mkono majeshi yetu pamoja na familia zao ambao hutoa sadaka kubwa kwa ajili ya usalama na uhuru kwa wananchi wote wa Uingereza. Mawaziri wangu watatambua huduma hiyo kupitia sheria ya majeshi itakayoboresha mfumo wa haki wa kijeshi na kuweka rasmi Armed Forces Covenant katika sheria. Mawaziri wangu wanaamini kuwa uhuru wa nishati ni lengo muhimu la muda mrefu kwa usalama wa taifa na kwamba usalama wa nishati unahitaji uwekezaji na mageuzi ya kudumu. Kuongeza kwa uzalishaji wa nishati safi za ndani kutasaidia kuhakikisha kuwa maadui wa Uingereza hawawezi kuhatarisha usalama wa uchumi wa wananchi. Hata hivyo, mawaziri wangu watawasilisha sheria ya uhuru wa nishati ili kuongeza uzalishaji wa nishati mbadala ya ndani na kulinda maisha ya wananchi kwa muda mrefu. Mawaziri wangu pia watafanya kazi za mapendekezo ya mapitio ya udhibiti wa nishati ya nyuklia na kuanzisha enzi mpya ya uzalishaji wa nishati ya nyuklia nchini Uingereza. Serikali yangu itaendelea kuwa mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia ya nchi na juhudi za kuondoa umaskini duniani. Uingereza pia itachukua hatua kupunguza mahitaji ya misaada ya kibinadamu na migogoro duniani. Mawaziri wangu watatetea haki za wanawake na wasichana kuishi katika dunia isiyo na vurugu. Hii itajumuisha kuhamasisha ushiriki kamili wa wanawake katika uchumi na siasa pamoja na uwezo wao wa kufanya maamuzi yanayohusu maisha yao. Mwaka ujao Uingereza itachukua urais wa G20 na kuwa mwenyeji wa mkutano wa G20 ili kuimarisha ukuaji wa uchumi wa dunia na utulivu wa kimataifa. Serikali yangu imejitolea kulinda nguvu na umoja wa Uingereza. Itaendelea kufanya kazi kwa karibu na serikali za maeneo yote ya taifa kwa manufaa ya wananchi wote. Wajumbe wa Baraza la Commons, makadirio ya matumizi ya huduma za umma yatawasilishwa mbele yenu, waheshimiwa mabwana na wajumbe wa Baraza la Commons. Hatua nyingine pia zitaletwa mbele yenu. Naomba baraka za Mwenyezi Mungu ziwe juu ya mashauri yenu. Increased production of clean British energy will help to ensure that enemies of the United Kingdom cannot attack the economic security of the British people. My ministers will therefore introduce an energy independence bill to scale up homegrown renewable energy and protect living standards for the long term. My ministers will also take forward recommendations of the nuclear regulatory review and encourage a new era of British nuclear energy generation.
My government will remain a leading advocate for tackling climate change and achieving a world free from poverty. The United Kingdom will also take action to reduce humanitarian need and conflict around the world. My ministers will champion the rights of women and girls to live in a world free from violence. This will include promoting women's full economic and political participation within their societies, with agency over the decisions that impact their lives. Next year, the United Kingdom will take on the G20 presidency and host the G20 summit to drive global growth and reinforce global stability, which is essential for the prosperity of working people across the country. My government is committed to the strength and integrity of the Union of the United Kingdom and will continue to work closely with the devolved governments to deliver for citizens across the whole of the nation. Members of the House of Commons, estimates for the public services will be laid before you. My Lords and members of the House of Commons, other measures will be laid before you. I pray that the blessing of Almighty God may rest upon your councils.